بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, karibuni tena katika kipindi chenu pendwa cha Kahawa ya Ramadhani, kipindi ambacho kinakujieni kila siku za Ramadhani baada ya sala ya tarawih. Ni kawaida ya kipindi hichi kuzungumzia mambo tofauti ya kijamii na dini katika kukumbushana na kuongozana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo katika studio zetu tunao wageni wetu Sheikh Muhammad bin Mansur Toqi, ambaye ni mjumbe katika Utahiza, pamoja na mtu ambaye ni mzoefu katika mambo ya hija, na pia Sheikh Sultan Riyami pamoja na Sheikh Maqam bin Juma bin Umar. Mada yetu ya leo ni hija na mabadiliko ya maandalizi yake, kutokana na mambo ambayo yanatokezea kwa sasa na mifumo kubadilika. Ni muhimu kuzungumzia haya mambo ili Waislamu wakajua namna gani wanatakiwa kujiandaa kuiendea nguzo hii ya tano ya Uislamu. Tunakukumbusha, ikiwa bado hujasubscribe, basi tunakuomba usubscribe, like, comment na share ili upate kila jipya katika Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Mashaka, karibuni katika Kahawa ya Ramadhani. Maudhui yetu ni hija na mabadiliko ya maandalizi yake. Imezoeleka miaka ya nyuma huko kwamba kuna taswira mbalimbali. Hija ni ya watu matajiri, hija unaamua kwenda baada ya kumaliza Shawwal, fungo mosi, unaamua kama unakwenda huendi. Yapo mabadiliko ambayo yametokezea kwa sasa ambayo tunatakiwa tuyajuze Waislamu kwa ujumla. Kwanza tunaanza na Sheikh Sultan pale. Hija ni nguzo ya tano ya Uislamu kama ilivyokuwa nguzo nyingine na sala, zaka na mwingine. Labda utuelezee kwa ufupi tu umuhimu wake katika na nafasi yake katika kutengeneza nafsi ya mwanadamu. Tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sheikh Salum, kama ulivyozungumza kwamba hija ni nguzo katika Uislamu. Maana yake hiyo ukisema nguzo katika Uislamu tayari shakuwa ni wajibu, utaonyesha umuhimu wake. Kwa sababu Uislamu wenyewe hautotimia, yani Uislamu ni kama jengo. Ndio. Haliwezi kutimia isipokuwa mtu atekeleze zile nguzo tano ambazo zimetajwa. Ndio. Wasema Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bunya al-islamu ala 50. Uislamu umejengwa katika nguzo tano. Akataja katika hayo wa hajjil baiti liman istata ilayhi sabila, na kuhiji katika nyumba tukufu ya Kaaba kwa yule ambaye alikuwa na uwezo. Pia tukiangalia katika hadithi mbalimbali katika aya ya Qur'ani, kwanza tukija katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala utakuta kwamba anahimiza sana jambo hili la watu kutekeleza ibada ya hija. Kwanza kataja aya nyingi sana katika Qur'an al-Karim zimekuja katika masala ya kuonyesha namna gani ilifaradhishwa hija wakati wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Waadhin fi an-nas bil hajj atuka rijala. Maana hata ile historia ya hija inaelezwa katika Qur'an, na manasiki zile ibada ambazo zinafanyika katika hija pia nyingi zimetajwa katika Qur'an. Aidha fadhtum min arafat. Maana yake ni ibada iliyokuwa muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Ndio. Ni mu'tamarul islami, maana yake hija ndiyo kongamano la Waislamu. Waislamu wote wa dunia wakitaka kukutana, basi sehemu iliyokuwa lazima kukutana ni katika hija. Kwa sababu ndio sehemu, huwezi kutekeleza sehemu nyingine yote za sehemu hizo. Ule ndio mkutano wa ulimwengu unaweza kusema. Aisema ulama, yani kuna mkutano wa wiki ambao ni ile Ijumaa. Na kuna mkutano wa mwaka ambao ni Eid. Lakini pia katika mkutano wa ulimwengu mzima inakuwa ni katika ile ibada ya hija. Na Mtume sallam akatuhimiza sana katika hija, akasema sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yafsuq walam yarfudh raja'a ka yawmi waladatu ummuh. Yeyote ambaye atakayehiji ikisha hakufanya uovu katika hija yake wala hakutamka maneno maovu katika ile hija, atarejea kama kwamba ile siku ambayo aliozaliwa na mama yake. Yani raja'a naqiyan min adh-dhunub, atarejea akiwa ni msafi kutokana na madhambi. Sasa nani katika sisi ambaye hataki asafishwe kutokana na madhambi yake? Sote tunalihitaji hilo jambo. Bila shaka.
Kwa hiyo mtu ambaye anaitaka asafishwe kutokana na madhambi, basi anatakiwa atekeleze ibada hii ya hija. Na Sheikh Salum, katika mambo ya ajabu yani, au katika habaili shaitan, katika mitego mikubwa ya shetani ambayo anaifanya sasa hivi katika kuwapotoa vijana wa Kiislamu ni katika ibada hii ya hija. Unaweza kumkuta kijana alhamdulillah anasali, anatekeleza ibada ya Ramadhani, anatoa pengine zaka, lakini ibada ya hija inakuwa ni mzito sana. Mtego unaotumika pale ni saufa, taswif, nita. Akiambiwa Sheikh, tayari unao uwezo wa kwenda kufanya hija, unafanya biashara alhamdulillah na mali nyingi, nia nayo atakwambia nia nayo mwakani inshallah, mwakani au nikishaoa bwana, au wengine atakwambia sijui nikishalipa madeni, au mpaka kidogo nivute umri. Naam. Unajua ukienda kijana ukarudi alafu tena unakuwa unachafua peji. Naam. Sasa hii kusema kweli ni njia yani ambayo bila shaka yani ni shetani ndiye ambaye anawazayin, anapambia watu. Kwani wewe una ahadi gani baina yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Je, utaweza kuishi mpaka mwakani? Je, utaishi mpaka ufike katika umri wa kusema labda kuoa, au umri wa kusema kwamba labda kushakuwa mzee ndio utaenda kutekeleza ibada? Una ahadi gani wewe baina yako na baina Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo hakuna jambo hilo. Ndio maana Mtume sallallahu katika hadithi nyingine akataka watu waharakie kuitekeleza ibada, kwa sababu hawajui watafikwa na kitu gani. Akasema sallallahu ta'ajjalu ila al-hajj, harakieni kwenda katika ibada hija, fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lahu, kwani kwa hakika mmoja wenu hajui kile ambacho kinaweza kumtokezea. Anaweza akafikwa na ugonjwa, uhai utakuja kufa binadamu. Naam, ulikuwa na wakati, baadaye utakosa wakati. Mashaallah, jazakallah khair. Kwa kujalizia, wanasema pia umuhimu, kuonyesha umuhimu wa nguzo. Wanasema zile nguzo zote 4 za mwanzo za Uislamu zile unaweza ukazifanya popote. Naam. Kwa zile mutaha kwa watu wote. Isipokuwa hii nguzo hii lazima uikusudie. Wao wamefananisha kwamba kama ni hizi stage za masomo za kusoma, basi ile ni elimu ya juu. Unakwenda kuchukua labda certificate ya madigrii huko katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na faida zake ndo kama hizo ulizozitoa. Tayeb, watu washajua umuhimu wa hija na umuhimu kuitekeleza, anataka sasa kuitekeleza, hajui mifumo, apite njia gani, kujisajili, kufanya hivi, kufanya vile. Kuna na hasa katika kipindi cha sasa, labda Sheikh Muhammad tusaidie, mabadiliko mengi tunasikia yametokea sasa hivi. Kipindi hichi kuna watu wanalalamika wamekosa nafasi za kujisajili, wanaambiwa muda ushapita na mambo kama hayo. Ndio kwanza tupo katika Ramadhani, kuna miezi 2 mbele hapo. Ni mabadiliko gani hasa yamejitokeza katika hija kwa ujumla? Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wallahi, kwanza nashukuru sana walikuwa kwenye kipindi cha kahawa. Mashaallah. Na hiyo ni hatua muhimu sana kuizungumzia kwenye masuala ya hija. Na kiukweli hasa nchini Saudi Arabia walikuwa na kitu wanakiita mfumo wao unaita 2030. Wana programu yao ya 2030 unatakiwa wafikie pahala fulani. Na huu mfumo haujaanza leo. Takriban una karibu miaka 7 mpaka 10 nyuma. Tayari wameanza kupractice kidogo kidogo. Na lengo hasa la kwao ni kuhakikisha hija inapangwa muda, ukimaliza hija tu ya mwaka huu inaanza hija mwaka unaofuata. Tofauti na mazoea ambayo sisi tulishokuwa kuzoea hija baada ya Ramadhani. Na hii ndio changamoto kubwa ndio tunakutana nazo kwenye taasisi za hija na wanoshughulikia masala ya hija. Kwa mfano hivi sasa hivi ninapokuambia, taratibu zote za ibada ya hija mwaka huu 2026 zimeshakamilika na mpaka visa tayari zimeshatoka. Lakini kuna mtu anakuambia bwana, nishalipa bwana, nataka kwenda hija mwaka hii. Inawezekana tena. Na hilo swala limeshafungwa. Limefungwa hivi Ramadhani au kabla Ramadhani? Wao wana hizi program wamezitolea program zao maalum. Zimeanza tangu namna ya kutoa, nchi zikaanza kutoa kota. Tulipewa nadhani tangu mpaka tarehe 10 Oktoba mwaka jana. Tayari nchi iseme mimi nitapeleka mahujaji wangapi. Inaanza commitment kama ni nchi. Kama ni nchi.
Inaanza level ya kinchi, inakwenda mpaka inashuka mpaka level inamkuta huyu hujaji wa kawaida. Inakwenda level mpaka mashirika ya ndege kujisajili kutoa huduma. Yanakwenda level mpaka majumba, mwisho kufunga mikataba ya nyumba itakuwa tarehe ngapi. Na haya mambo yote haya yanafanyika. Hija ya miaka hii ya karibuni ni ya mapema kulipia, kwa sababu baada wewe kisha kutoa tu idadi yako, lakini lazima sasa ufanye malipo. Lakini manake sio kama wanamwambia tutaleta mahujaji hawa, alafu wewe kisha kusema mimi nataleta mahujaji 1400, anakwambia sawa, tunakupa muda mpaka tarehe fulani, umeshawalipia mahema, ushalipia huduma zote, nyumba, ushalipia usafiri, ushalipia huduma zote. Na hivi mwaka huu tumeongezewa jambo jingine. Zamani tulikuwa tunachinja, tukisha kufika kule tunakwenda machinjioni wenyewe, tunatafuta mbuzi, tunachinja wenyewe, tunatafuta watu wanatuchinjia na sisi tupo. Lakini mara hii wamesema la, kuchinja vile vile inaitiwa katika system. Tayari tumeshalipia kabisa kuchinjia. Utasema saa fulani, siku fulani unataka uchinjiwe idadi ya mbuzi wangapi, ng'ombe wangapi, unaandika katika mfumo, tayari umeshaweka kwenye nini. Na ikifika ule muda tumepewa fursa ya kwenda kuhudhuria, kuangalia tukio la uchinjaji wa wanyama wenu. Kila taasisi na kila nchi imepewa nayo fursa ya kwenda kufanya haya mambo. Sasa kuna mambo mengi safari hii wanayapeleka zaidi kidigitali zaidi kushinda vile ambavyo tulivyokusha kuzoea zamani, miaka ya nyuma. Na zamani nyuma pesa zako unaondoka na bunda lako. Mara hii tunatarajia asilimia kubwa uondoke tena shilingi, labda matumizi ya chakula chako basi. Lakini mambo yote takriban inakuwa shalipiwa kabla ya hija yenyewe. Mashaallah. Yani katika mabadiliko ya ujumla tutakuja kuingia katika mabadiliko machache ambayo yametokezea. Sheikh Makam, labda utusaidie kwenye zile mashair zile kule Saudi. Unajua wale kwenda miaka ya nyuma wana picha ile ambao unakwenda kwa miguu masafa marefu, unakwenda hivi zahma mabasi, unakwenda vile. Sasa hata wakati mwingine akienda kushauriwa na mtu kwamba nataka kwenda haji, bwana kule uende uwe na nguvu bwana, kule uende, inawavunja. Imebaki vile vile au kuna mabadiliko ambayo yanatokezea? Mshisalu, katika mambo mashairi sasa kuna mabadiliko makubwa ambayo yapo, hasa tukiangalia yani Saudia au Wizara Hija siku zote inakuja na mabadiliko mapya. Kwa hiyo katika mabadiliko yaliokuja ni kuzitanua zile njia, kuzitanua njia na vile vile kuweka mabasi mingi ambayo watu wanachukuliwa kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Mfano watu wanachukuliwa kutoka Maka wanapelekwa Mina. Alafu vile vile ikifikia siku ya kwenda Arafa wanachukuliwa kutoka Arafa wanachukuliwa kutoka Mina kwenda Arafa. Na hivyo hivyo. Na vile vile zipo njia special za kwenda kwa miguu ambazo hizo hazipiti magari. Hizo hazipiti magari. Wale ambao shabab wana nguvu zao wao wanaenda katika njia hizo. Lakini wale ambao hawatojiweza au afya zao sio nzuri sana, basi wao wanapandishwa mabasi na wanafikishwa katika zile sehemu. Katika Jamarati pia ipo mabasi. Ndio Jamarati. Katika Jamarati hamna mabasi. Ni kutembea miguu. Lakini ndio imewekwa taratibu maalum ambao unapunguza zile zahma. Ili kidogo nilichangia ile swala la mabasi kuwepo baina ya Mina, Arafa, Muzdalifa. Ni utaratibu ambao mamlaka Saudi Arabia imeweka, ipo. Lakini uhalisia hasa ikifika time ile jam ya mabasi, ile zahma, kwa sababu kwanza kipindi kile gari zozote hairuhusiwi kuingia maeneo yale, ni only mabasi ambayo yaliyosajiliwa tu. Hilo moja. Lakini vile vile ziko njia maalumu zinazopeleka mabasi yanokwenda na mabasi yanorudi. Sasa ikitokezea mabasi yote yamekutana kwa wakati mmoja, kunatokezea kwa kuchelewa kwa kupeleka mahujaji. Sasa kama alivyosema Sheikh Makame, wale ambao walikuwa wanajiweza wanaweza wakenda wenyewe kwa miguu. Lakini kwa asilimia kubwa wa Tanzania
tulozoea huku, na nchi nyingi zinatumia mwendo wa mabasi. Maeneo yale kutoka Mina, Arafa, Muzdalifa, mamaliza. Na kutoka Muzdalifa kwenda Jamarati hakuna mabasi. Isipokuwa baadhi ya wale ambao wanakaa karibu na Jamarati wanasogezwa karibu pale, tofauti na wale ambao wanakaa nyuma kwa Jamarati. Hiyo ndio hali halisi. Tayeb, mashallah, jazakumullah khair. Ibada hii ya hija imefungamanishwa na kitu uwezo, istitaa, kwa atakayeweza kwenda katika hiyo hija, na kwa dharura kama hizi ambazo zinaelezwa hapa, kulipa mapema, kujisajili mapema, ikimaliza hii tu hija nyingine, pengine mtu anaweza akaweka kisingizio kwamba sina uwezo, sina hivi. Ni pesa hiyo falsafa ya uwezo sana kusudia kitu gani? Sheikh Sultan, labda tusaidie. Naam Sheikh, unajua Sheikh Salum, zamani ilikuwa hali za watu kidogo tofauti na sasa hivi. Watu wale ambao walikuwa kisha wakati wa Mtume sallam, wakati wa masahaba, tabiina, ilikuwa hakuna maendeleo haya ambayo yapo katika zama zetu. Watu walikuwa kisafiri kwa ngamia, wanasafiri kwa miguu wakati ule. Kwa hiyo utakuta katika vitabu vya fiqh wanachuoni wanataja masharti mengi sana katika uwezo kwa mujibu wa zama zile. Ndio. Watu wakwambia wujudu rahila, ipatikane kipando. Ipatikane kipando. Wujudu kwa sasa ni ndege. Ni ndege. Wujudu zadi, ipatikane chakula. Yani ukitoka pale kwako unaenda, kwa sababu ilikuwa hakuna ile kwamba watu wafuatane katika makundi. Ilikuwa kila mmoja kivyake. Kwa hiyo lazima chukue chakula. Unapata kwenye ndege, unapata ukifika huko kwenye mabasi, unapata ukifika huko. Ikisha pia amnu tariq, wanakwambia amani ya njia, njia iko salama. Hamna vibaka. Lakini sasa hivi hamna, yani alhamdulillah sasa hivi mambo yamekuwa yani mepesi sana. Sasa hivi mtu ni kuwa na uwezo wa kimali tu zaidi na uwezo wa kimwili. Hayo ndio ambayo yanamhusu yeye kama yeye yani. Anatakiwa ajiangalie katika upande wa kimali. Awe na mali kidogo ya kutosha ambayo itamwezesha katika kulipa maana yake ile gharama zile za hija. Pia mali ambayo atakayoweza kuacha kwa ajili ya familia yake baada ya kuondoka kwake. Pia ajiangalie katika mwili wake, yani mwili wake utaweza kustahimilia maana yake zile ibada ndogo ndogo ambazo zinafanyika kule. Na ni ibada ambazo hazina uzito wowote yani takriban. Ni watu tu wanaziongezea chumvi wanasema. Kama alivyosema Sheikh Makame, maana yake ibada nyingi mtu anazitekeleza kwa kusaidiwa na hayo mabasi. Sehemu ambayo mtu anatembea yeye mwenyewe ni sehemu chache. Mara nyingi inakuwa kuna msaada mkubwa sana. Na maana yake tukiangalia hata wale watu wema waliotangulia wanatuonyesha mfano. Yaani wao jua kwamba ilikuwa wakati ule safari ni ngumu, ni nzito sana. Jua kali, wanatembea katika nini? Katika jangwa lile. Mtu yupo katika ngamia wake tu. Na kuna vitisho mbalimbali, anaweza kafa kanini ama chungu nzima yani. Na ile hija itachukua muda mrefu sana. Na bado alitekeleza. Bado alitekeleza. Bado unaambiwa kwamba mfano sisi katika madhehebu ya Ibadhi tuna Imam Jabir bin Zaid. Imamu wetu katika madhehebu Jabir bin Zaid radhiallahu anhu. Alikuwa ni kudwa katika masala ya hija. Wanasema kwamba yeye katika umri wake kahiji zaidi ya mara 24. Mashaallah. Inshallah. 24 kahiji. Na ikizungumza hiyo maana sio hija hii ya kwenda ndege. Sio hija hii sasa hivi wanapanda katika ndege mpaka Saudia. Saa 5 shafika, Ramadhani shafika. Kwa hiyo sisi bila shaka yani ni aula yani kuweza kutekeleza hii amri hiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kujalizia hapo kwa kuatilia msasa, wanasema watazamaji, hichi kipengele cha uwezo wa mali hichi kinafungamana na uamuzi wa mtu. Maana wakati mwingine wengi hasa vijana wajitia katika upenyo huo, tutaka kutekeleza kama mimi sina bwana pesa hizo. Lakini utakuta pengine ana mambo mengine ana yataka mkalif mara 2 au mara 3 ile cost ya hija, akaapa kipaumbele na jambo la hija akaleka pembeni. Kwa hiyo pamoja na kwamba uwezo wa mali unatakiwa, lakini kwanza ni maamuzi ya yule mtu. Anaweza akachanga kaeka hata kwa miaka ya mbele 4 5 mbele akaenda kuhiji, na huo ndio uwezo ambao umeangaliwa katika dini ya Kiislamu. Kile tutoke mapumziko mafupi alafu tarudi tena katika
kahawa ya Ramadhani. Mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima, tutoke katika mapumziko mafupi, usiende mbali, ubaki hapo hapo katika Istiqama Swahili TV. Tutarudi tena katika kahawa ya Ramadhani. Na wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima, tumerudi tena baada ya mapumziko mafupi katika kipindi chetu cha kahawa ya Ramadhani. Maudhui yetu ya leo ni hija na mabadiliko yake ambayo yapo sasa ya maandalizi ya safari hii ya hija. Tumezungumza umuhimu wa hija na baadhi ya mabadiliko kwa ujumla ambayo yametokezea kulingana na serikali ya Saudia, ambayo ndio sehemu tunayokwenda kutekeleza ibada hiyo ya hija. Mashekhi, tumerudi tena baada ya mapumziko. Shukrani. Tuzungumzie mabadiliko yaliyokuwepo katika maandalizi kwa ujumla ya hija, kwenye mambo ya afya, kwenye mambo ya kutafuta visa na mambo mengine. Sheikh Muhammad, tusaidie ili watu watanabahi. Watu wana zile picha za zamani kwamba mimi nasubiri Ramadhani malizike, nasubiri mfungo mosi nijishauri, mfungo pili nataka kabla wiki mbili hija ndo aende akalipia, kwa maana mimi nimo kwenye msafara. Kuna mabadiliko gani Sheikh kama hizo sheria? Shukrani Sheikh Salum. Kuna mabadiliko mengi kila mwaka yanatokezea. Na katika badiliko lilokuja kubwa kwa mara hii ni badiliko la afya. Kama tukumbuke, tukirudi nyuma kidogo, ilivyotokezea kipindi cha corona, ilifanyika baada pale watu walikwenda hija, lakini wakasema waende hija wenye miaka 65, chini ya miaka 65, juu hawataki. Na kwa nini hawataki? Kwa sababu wengi watu wazima wenye miaka zaidi ya 65, asilimia kubwa wanakuwa na maradhi mengi changamoto za kiafya. Sasa hili mara hii limekuja, halijaja kwa msingi ule, hawajazuia miaka, lakini wametaka kila hujaji mwenye miaka 18 na mwenye miaka 100 wote lazima wakapime afya zao. Kwa hapo hamna kipengele cha umri. Hakuna kipengele cha umri. Isipokuwa yako maradhi waliyaorodhesha, ambayo ukiwa unayo hayo maradhi huwezi kwenda, wanakukataa moja kwa moja. Mfano wa maradhi hayo, ukiwa unaugua kansa, unafahamiana, aina yote kansa ambayo pengine wewe ulikuwa unaumwa na kansa, labda ukiwa ulikuwa unaumwa na kansa kwa muda mrefu kidogo, ukapona labda kama miaka 5 nyuma, basi madaktari wanaweza kuthibitisha ukenda. Lakini kama uko katika kipindi hichi bado na maradhi ya kansa na unaumwa, manake wewe huwezi kwenda hija. Mwanamke mjamzito kwa miezi yote, kwa miezi kuanzia miezi 5 na kwenda juu, hawatakiwi kwenda hija. Ukiwa na tatizo la afya ya akili, kutumia dawa za mental, kutoruhusiwa kwenda hija. Kifafa, kuanguka, zote hizi inabidi kwanza unapita through madaktari, then baadaye wao watathibitisha, watasema unaweza ama huwezi. Madaktari gani? Tunao madaktari, kwa sababu safari hii walichokitaka, kila nchi imewekwa daktari dhamana ambaye yeye ndiye atakuwa responsible wa kutolewa visa yako wewe. Manake leo wewe ukishakulipa, tukishakutuma pasipoti yako na kila kitu chako, visa haiwezi kutoka isipokuwa katika mfumo daktari authorize, aseme huyu nimeona result zake za medical check-up na yuko fit to travel. Ana tatizo. Kuna kitu amekianzisha kipya kinaitwa fit to travel. Ana uwezo wa kusafiri kwenda kutekeleza ibada ya hija. Sasa hili kidogo limekuwa gumu kwa baadhi ya watu. Kuna watu wanaona mimi nikacheke kwa haja gani? Maradhi mengine mfano pressure, sukari, nini, madamu na dawa zako unakwenda kama kawaida, unaruhusika kwenda kama kawaida. Lakini unapokuwa unafanywa check up, na ndio maana kwa mara hii tunaweza kusema tumechelewa kidogo, lakini kwa mwakani ukisha kujiandikisha tu
taasisi, daktari wa taasisi atakwambia nenda kafanye medical check-up, fanya hichi na hichi na hichi, lete result zako. Ikiwa hufiti kabla hujaendeleza na malipo taambiwa. Na una matatizo, kwa mfano una matatizo ya pressure lakini pengine hujijui, utambua kwa mujibu wa pressure yako itabidi uanze kutumia dawa za pressure. Ikisha daktari anabidi anaendelea kufanya follow up, kukusikiliza na kadri zinavyokwenda. Hilo kitu ambacho wanakitazama. Baada ya hapo sasa, daktari akisha kuziona zile, wakati inatumwa ombi lako la visa, lile jina lako linakwenda kwa daktari husika. Huyu fit, atasema fit to travel. Manake daktari husika akitiki kwa fit to travel, ndo visa yako sasa inakwenda kwa process itoke. Akikataa, manake huna visa ya kusafiri. Huwezi kwenda kutekeleza ibada hija kwa sababu ya hujapata cheti cha fit to travel. Na kwa mwaka huu wapo zilizotokea hali kama hizo? Zipo, zimetokezea hali kama hizo, na ziko baadhi ya taasisi wameleta mahujaji wao, wamekwenda kufanya medical check-up na wameonekana hawezi kutravel, hawezi kusafiri. Ina maana wakarejeshwa na nafasi zikatafutiwa mtu mwingine kwenda kutekeleza ibada hija. Badala yake hawa watu wahijiwa. Badala yake hawa wanahijiwa. Kwa sababu kisheria wao, nadhani mashekhe wataweza kuelezea vizuri, kisheria wao ndio ile wanaingia katika ile sehemu ya kwa afya zao haziwa ruhusu. Hiyo ndicho kipengele kikubwa ambacho kipo kwenye afya. Hospitali ziko maalum. Kwa Zanzibar mara hii alhamdulillah, hospitali ambayo ilipewa nafasi hiyo kuwacheki mahujaji ilikuwa ni Rahma Hospital. Lakini milango iko wazi kwa hospitali kadiri zitakazoweza kutoa huduma hii, ambazo zitatimiza vigezo na masharti kwa mujibu wa Tanzania Hajj Mission, basi zitapewa nafasi. Kwa upande wa Zanzibar bara ziko hospitali kama 2 ama 3. Tatizo kubwa liko bara, kwa sababu bara ni kubwa sana na hospitali nyingi hazijakuwa tayari kukidhi vile vigezo. So zilikuwa hospitali chache sana ambazo zinaweza kufanya hizo huduma. Lakini kwa msaada baina ya wanaita daktari wa Beitha ambaye akishirikiana na daktari wa taasisi husika, wanaongea na wanaelekezana wapi cha kufanya ili kuzipata zile result za ule hujaji na ili kuweza kunini. Alhamdulillah, naweza kusema mpaka jana takriban tulikuwa tuna kota ya watu 1400, lakini tayari kwa Tanzania nzima tayari walokwisha kuwa process visa karibu watu 3200 na kitu hivi. Mashaallah. So kuna gap mdogo iliyobakia ambayo deadline yake ni mwisho tarehe 20 March. Hii ya kesho kutwa. Leo tuko tarehe 6. Tumebakisha siku 6. Baada ya tarehe 20 March mfumo utaufunga. Hata kama lilikuwepo jina lako, manake huwezi kutoa visa tena na hutoweza kwenda hija kwa mwaka huu. Hata kama ulisajiliwa, hata kama ulilipa kila kitu chako, muhimu ukamilishe hii procedure ya kufanya medical check-up. Ili ukishakupata hiyo, manake ndio visa itakuwa process. Ikiwa visa yako ishakuwa process, manake wewe tayari umo kwenye msafiri. Lakini ikiwa utachelewa kufanya hichi masala ya medical check-up na ikawa wewe hujatimiza hicho kigezo hicho, manake hutoweza kusafiri kwa mwaka huu. Subhana. Tarudi tena kwako Sheikh Mohamed, tuweke pause kidogo. Sheikh Magame, wewe unapokujua upo kwenye mambo haya kusimamia mambo ya kupeleka mahujaji na nini? Na Istiqama, Zanzibar Istiqama Charitable Organization. Labda nyinyi mmejipanga vipi kwa upande wenu kwa kuwapeleka mahujaji na process kama hizi ambazo zimezungumziwa hapa na mjumbe wa Tahiza? Mmeweza kuzitimiza? Mmeweza kwenda nazo? Changamoto gani mmepata katika kipindi cha mwaka huu? Alhamdulillah, kwa upande wetu sisi Zanzibar Istiqama Charitable Organization, alhamdulillah tumeweza kwenda na wakati, yani alhamdulillah kila hatua alhamdulillah. Tumeambiwa kitu hichi tufanye, tumefanya. Kitu hichi tufanye, tunafanya. Mpaka sasa hivi alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kukamilisha utaratibu mzima na mpaka hivi sasa kwamba visa zote zishatoka. Mashaallah. Za mahujaji wote waliojiandikisha mwaka huu ambao kama idadi ya takriban 104 hivi
watu wote ushakamilika. Mashaallah, yani mnakwenda up to date. Na ikitokezea la kufanya hapo mnalifanya. Sheikh Sultan, turudi tena katika mambo yetu ya uwezo. Najua Sheikh, hii imekuwa ni changamoto kubwa katika jamii sasa hivi. Wakati mwingine mtu uwezo anao, lakini ni kule kujitambua tu kama anao uwezo au hana, na wakati mwingine kuamua. Yaani mtu kwa mfano ana nyumba ina thamani ya milioni 600 mfano sehemu fulani, ambayo akiuza ile thamani ya milioni 600 anapata, na anaweza akanunua nyumba nyingine 2 au 3 kwa pesa kama ile, lakini hajaenda hija. Au anataka kujenga sasa hivi, ana shida ya nyumba, anataka kujenga na pesa ya kujenga nyumba anayo kwa wakati huu, lakini hajaenda hija. Nini akadimisha hapa? Itangulize hija, atangulize nyumba? Ni hali mbili tofauti. Sheria nasemaje katika hali hizi? Sheikh Salum, yani aslan, yani sheria ya Uislamu imemkalifisha yani Muislamu katika masuala haya hija kwa mujibu wa uwezo wake. Awe na kudra, ana uwezo. Na uwezo kama nilivyoeleza katika kwamba uwezo ni ile kuweza mtu yani kumiliki ile mali ya kutoa zile gharama zote za hija. Sasa itakapokuwa mtu anavyo vitega uchumi au anazo mali ambazo anamiliki, pengine mathalan anamiliki ardhi nyingi tu, mathalan viwanja au mashamba au ana nyumba nyingi, na ikawa uko uwezekano kwake yeye pengine akauza au akakodisha kwa ajili ya kufidia katika ile mali ya hija, basi tayari hapo kashakuwa na uwezo mtu kama wewe. Kwa hiyo uwezo sio lazima kwamba yani wakati ule tayari ushafika ule wakati wa kwenda kuhiji kwamba mtu anamiliki ile pesa yote kamili ya kwenda kuhiji cash. Ni vile vitu ambavyo yeye tayari anavimiliki, anazo vika vinamwezesha yeye kutekeleza wajibu huo, basi tayari anakuwa katika wajibu. Hapo anatakiwa apitisha uamuzi sasa, kutoa hichi kwa ajili ya kutekeleza. Ama ikiwa ni kitu cha dharura katika maisha, kama ulivyosema, mtu pengine hana nyumba ya kukaa, wakati ule anahitaji kwamba yeye ajenge nyumba kwa ajili apate kukaa yeye na familia yake, hapo hatulazimishwa, kwa sababu ni kitu cha dharura katika maisha yake. Lakini mtu anazo nyumba 2, anataka kujenga nyumba ya 3 na wakati bado hajaenda kunini, kwa sio sahihi. Hija na umri maalum, Sheikh? Haina umri maalum. Hija haina umri maalum. Labda wazee ndo watangulizwe, vijana wasubiri kidogo. Kisha kwa tayari kashabaligh tu. Kisha kashabaligh, maana yake anamwajibikia kwenda kufanya hija. Ndio uwezo na Jazakallah khair. Nataka kuongeza kitu hapo. Kidogo nataka kuongeza hapa. Unajua wengine kila mmoja fikra anazokuwa nazo, lakini ziko option nyingi. Kwa mfano, huyu mtu ambaye anataka kujenga nyumba, amejenga nyumba yake ya milioni 50, 60, 70 kwa muda wa miaka 3, 5 kajenga kidogo, miaka 10 kajenga. Ina maana huyu mtu uwezo anao vile vile kwenda hija kwa njia ile aliyopitia kujenga nyumba. Ana uwezo vile vile kuwekeza kidogo akatimiza lile lengo la kuweza kutimiza ile ibada ya hija. Umeshafahamu? Sawa. Ziko kesi hizo nyingi sana katika katika taasisi tunakutana na kesi nyingi kama hizo. Kuna mtu alikuja, nakumbuka, kalipiwa pesa full na mtu wake, full package. Bwana wewe nenda hija hizi hapa, dola kadhaa, hajatoka mfukoni mwake, mimi nakupeleka hija, wewe nenda, pesa hii hapa. Basi yule bwana ikafika, alikuwa na safari ya nje, hakupata visa. Ilivyotoka visa ya safari ya nje, akawa na option baina ya kwenda hija na safari au safari ya nje, biashara, matembezi tu. Akasema hija bwana ndio ishalipiwa nayo, nitakwenda hata mwakani. Bora ndio huko. Akatoka akaenda zake safari ile. La haula. Akaahirisha kwa mwaka ule. Mwaka unaofuata hujakamilisha yule bwana. Yule bwana akasema madam hajenda mara hii,
basi nipeni, nitakuja kumlipia kwa mwakani. Mwakani yule bwana hakufika, kafariki. Subhanallah. Alitoa ofa. Ina maana yule mtu kakosa. Lakini wako watu vile vile hivyo hivyo wamekeza kidogo kidogo. Ukawatizama asilimia kubwa ya mahujaji wanakwenda sio watu wanakuona wenye fedha za kufanya biashara kubwa ni, lakini wana nia ilikuwa ipo thabit na wanaweza kutimiza na wanakwenda hija. Na taasisi nyingi zinalipisha, si kama wanalipisha kidogo kidogo, wako watu wamelipa miaka 3 kidogo kidogo kisha anakwenda zake hija kwa sababu ana nia thabit, sio mtu kwenda kufanya jambo. So ili swala la uwezo lina uwanja mpana sana. Mwisho wake ni maamuzi ya mtu na raghba yake. Sheikh Salim labda kwa kuongezea kwamba taasisi yetu Istiqama ambayo ni ziko tunayo nini kama hii, yani kulipia kidogo kidogo, mnalipia fursa kama hii na kwa hiyo mahujaji kiwango maalum au mtu alichonacho tu alichonacho kwanza kama yani sio lazima kumwambia tulete milioni au kwanza kama $100 kuendelea mbele muda atakayotimiza inshallah ndio inakuwa safari yake inambeba hapo. Sheikh Makame, tutarudi kwa Sheikh Muhammad hapa tueleze changamoto unazozipata katika maandalizi, labda nyewe kwenye upande wenu wa huduma wa Jumuiya Istiqama ziko huduma gani ambazo mnajipanga kuzitoa kwa mahujaji wanaokuja kwenu kuwapeleka hija? Huduma zipo nyingi Sheikh Salum. Ikiwa utaratibu mzima ule wa safari tunatayarisha katika mambo ya visa ya kuwatafutia ndege, ala vile malazi, chakula ikifika tiba na tiba, yote hayo yapo katika majukumu yetu. Na ikifika kule kwamba ni aina nzuri ya chakula tunachagulia, inakuwa ni buffet. Anachagua chakula ambacho anachotaka. Nilisikia pia hata sehemu anazofikia inakuwa ni karibu na misikiti ya Haram. Sehemu ambayo wanafikia mahujaji wetu inakuwa ni karibu. Sala zote 5 tunasali pale pale Haram. Kwenda na kurudi. Si kwamba tuko masafa mbali wanapelekwa na mabasi. Mtu anaenda kwa mguu na anarudi. Labda ukisema hiari yake tu mwenyewe kwamba abaki msikitini, lakini anaweza kwenda na kurudi kwa swala zote 5. Dakika 5 kwenda na kurudi. Kama dakika 5 hiyo na. Wewe kwa usafiri wa train ni mnachukua vile. Ewa. Kutoka Maka kwenda Madina kutoka train. Na. Kwa mabasi nafikiri masaa 8. Masaa 8. Kwa treni masaa 2 na robo. Kama na robo. Huduma zote mnazitoa vipi kwenye upande wa kuelimisha, mafunzo, semina nini? Naam, tunao mashekhe wa ubezi katika upande huu na semina zinakuwa zipo upande wa Maka na vile vile upande wa Madina na kabla kuondoka na mashaallah. Jazakumullah khair. Sheikh Muhammad, mfungie labda mazungumzo marefu, changamoto ambazo mnazipata nyinyi kama wasimamizi wa safari nzima ya hija kwa Tanzania, kama watu wa utahiza au watu wa bi'atha, zile changamoto mnazozipata. Manake kwa sasa ukiangalia ufahamu wa watu juu ya ibada nzima ya hija, ufahamu wa watu wa mazoea yao juu ya maandalizi ya hija, pamoja na haya mabadiliko ambayo yanatoka direct kutoka serikali ya Saudia kuja kutuletea Tanzania au duniani kwa ujumla, changamoto zipi zinawakuta? Wallahi ziko changamoto nyingi, lakini naweza kusema changamoto kubwa iliyokuwepo ni elimu. Watu kutokupata elimu kwa wakati, ambalo tunashukuru kwa upande wa visiwani Zanzibar, Unguja na Pemba, taasisi za umoja wa taasisi za hija Zanzibar ambayo hiyo utahiza tukizungumzia, inajaribu kutoa elimu tofauti. Tunazunguka kwenye misikiti ya Ijumaa kuelezea mabadiliko yaliyotokezea, umuhimu kufanya mambo mapema, na alhamdulillah mwamko upo. Sivyo miaka 3 nyuma, sio leo, tunakwenda vizuri. Japo kwa watu wengi bado hawajaamka. Lakini changamoto kubwa iliyokuwepo ni kwa upande wetu wa bara, Tanzania bara. Watu bado wamelala. Hivi sasa hivi taasisi zetu za bara zina changamoto kubwa sana. Asilimia kubwa ya hawa ambao walikuwa hawajafanya hizo medical check up ni takriban taasisi za bara. Zanzibar takriban wamemaliza wote.
na sio taasisi kama taasisi, ni watu kwa sababu uamko ni mdogo sana. Wanachukulia simple, labda simple, wanaona kitu bwana litabadilika tu, litafunguka, watafungua tena, haina haja kufanya vipimo, tutafika tu mwisho. Lakini mifumo inabadilika, sivyo tunavyokuwa, kadiri siku zinavyokwenda na mambo yanazidi kubadilika. Sasa changamoto hii kubwa ni kwenye elimu na watu kuwafikia kwa wakati ile elimu. Hata mwaka jana Betha iliwahi kufanya ziara baada ya mkoa wa Bara ili kuelimisha hii hali ilivyo ya mabadiliko. Watu wanatakiwa wafanye maamuzi mapema sana kadiri itakapowezekana. Baadhi ya watu wameanza kupokea vizuri, lakini baadhi ya watu bado hamna mwamko wa kutosha. Hilo moja. Lakini la pili, mwamko kwa upande vile upande wa Bara, mwamko wa Waislamu kwenda kutekeleza ibada ya hija. Vile tunarudi tena pale kwenye elimu ya kumjua mimi na ulazima. Mimi sasa hivi naniwajibikia mimi hija. Wengi watu wana uwezo, lakini wako mbali nalo hilo swali. Kabisa. Sasa vile swala kubwa tunarejea tena elimu, ambao kwa upande wetu sisi huku visiwani tunajaribu kufanya kadiri inavyowezekana, kwenda mikoani, kutembea baadhi ya misikiti, kutoa vipeperushi, kutoa vipindi tofauti. Inshallah khairi, baada ya muda watu wataweza catch up haraka sana. Lakini la pili kwenye changamoto ambalo nataka kuliangalizea ni suala la afya. Tujitahidini vijana waende hija. Tusisubiri umri upite. Ukiona haya masala ya afya, kufanya medical check up na mambo kama haya ni ishara tosha kuanza kuwa eliminate ama kuwaondoa hawa watu wazima kidogo, kwa sababu wengi wao wana maradhi. Hiyo moja. Lakini la pili sio tu kuondolewa, ataondolewa kwa wasende hija kama basi. Unaweza kuambia Sheikh Salim bwana anaweza kwenda huyu mtu hija, lakini package yake haitokuwa package ya yule mtu wa kawaida. Kwa sababu kwa mfano watu ambao wengine ambao nimesema kuwataja, wale hawaruhusiwi kwenda, wanafanya dialysis, mafigo kusafisha. So anaweza kwambia nenda, lakini utabidi ulipie $20,000 kwa ajili ya kufanya dialysis yako kwa Saudi Arabia. Sasa hija haitokuwa kwake tena, gharama zake zitakuwa kubwa zaidi. So kila vijana wakiweza kufanya maamuzi mapema, manake wanajipunguzia riski ya kutimiza hii wajibu wao, baadaye unakuwa ni mdogo. Ile kwenye swala la kuhimiza kwenye afya. Na swala changamoto ambayo nyingine ambayo naiona ya mwisho kwa upande wangu mimi ni swala la kwa elimu. Wengi wanaisubiria mpaka dakika za mwisho kuitoa. Hata hizi media zetu mpaka zishajihishwe, ziambiwe bwana kuna hivi. Wanasubiri hata ufike ule mwezi wenyewe ambao inakuwa hija. Kama mnakumbuka mashehe tulikuwa tunazungumzia kwenye hutuba za Ijumaa, watu watuliza mbona mapema mnazungumzia hija leo tuko vipi watu? Kwanza tupo mfungo 6. Kumbe tumebakisha kama miezi miwili hija kumalizika. Hiyo ndio changamoto ambayo zilizokuwa kubwa. Mwaka huu nafikiri Shaaban wamefunga. Shaaban imeanza kufunga mikataba. Idadi imeanza kukatwa. Tukawa tunaweza kuingiza data tumekwenda kuingiza nazo mpaka hivi karibuni wamezifunga. Sasa hivi ni process ya visa tu. Na ukimaliza manake amro final wameshalifunga. Usubiri tarehe ya safari tena. Na kwa hiyo safari huko ushalipa kila kitu. Nasubiri upo huduma. Changamoto nyingine ambayo kubwa hija, ukubwa kwa hizi taasisi ni mambo matatu makubwa. Kwenye hija nzima ni mambo matatu ndo makubwa ambayo yanachukua gharama. Usafiri wa ndege, makazi ya nyumba ya Makka na Madina. Okay? Na swala tunalizungumzia swala la mashair kukaa, ambayo ili takriban ni common kwa watu wote. Bana mahema ya Mina. Sasa swala jingine ambalo changamoto ziko, baadhi ya taasisi zinafeel kuwa mimi nataka kichukua ndege yoyote, muhimu nitapata rahisi. Kweli ukipata rahisi na yule hujaji hatozunguka, manake kuna watu wanapita zaidi ya masaa 15 wanapita transit. Inachokesha, safari inakuwa ni refu. Lakini serikali alhamdulillah imepigia nguvu na tumeweza kupata mwaka wa pili safari, tuna ndege ya Saudi Airlines
direct, inaondoka hapa moja kwa moja kufika Jeddah au Madina, masaa 4:30 umefika pale. Ile ni hatua moja kubwa, na huko mbele serikali inaweza kufanya mambo mengine, kuona labda uwezekano wa taasisi zikakaa pamoja vile vile kupunguza ile gharama kwa pamoja. Hii ni mambo ya baadaye, lakini kubwa linalohitajika kwenye hili swala la hija ni elimu kwa wakati. Hiyo ndio watu waelimishwe mapema na wajuzwe. Mashekhe, nakushukuruni sana kwa mliotoa. Allah jalie katika mizani ya hasanati zenu, akufungulieni milango ya kheri na baraka katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Penzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima, haya ni maneno ambayo yanakuhusu wewe mtazamaji na msikilizaji juu ya jambo zima la ibada ya hija. Tumeona umuhimu wake juu yako na ulazima wake juu yako na uwezo na maana gani, na tumezisikia taratibu zote za safari ambazo zinatakiwa kwa sasa, ambayo ni mabadiliko yanayopeleka katika maboresho ya ibada hii ya hija. Ikiwa una nia ya kwenda kuhiji, basi wakati wako ni sasa. Usisubiri mwakani kuandaa safari yako. Tafuta taasisi ambayo itakupendeza, kisha anza taratibu za kujiandaa na safari kabla ya muda kukupita. Kwa maneno haya ndivyo tunavyofunga kipindi chetu cha leo cha Kahawa ya Ramadhani. Tukutane kesho inshallah katika kipindi chetu kingine cha Kahawa ya Ramadhani. Leo nilikuwa nao wageni wangu Sheikh Muhammad bin Mansur Toqi pamoja na Sheikh Sultan Riyami na Sheikh Maqam bin Juma bin Umar. Ni matumaini yetu kwamba mmeyasikia, mmeyafahamu na mtafaidika nayo. Mliowasikia na mujiandae na safari ya hija kwa namna ambayo inatakiwa. Na ukumbusha, ikiwa bado huja subscribe, basi tunakuomba usubscribe, ulike, ucomment na ushare, ili upate kila lilokuwa jipya na zuri kutoka katika Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Tukutane kesho katika kipindi cha Kahawa ya Ramadhani. Masakumullah bil khair wa surur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.